Lakini kimefika kipindi mtu mmoja anasema hapa ni makwake. Samia tutazame. Tumetoa michango mbalimbali. Tutazame. Samia huko uliko. Samia huko uliko. Tunakuita utusaidie. Wewe ndio mkombozi wetu. Ndio mkombozi wetu. Inaumiza, inaumiza, inaumiza. Inaumiza. Watu wajana wametoa michango. Yatima wametoa michango. Leo inafika Flengi anasema ukumbi ni wa kwake. Inaumiza. 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 Samia tusaidie. Tusaidie Samia, tusaidie. Tusaidie Samia. Tunaomba utusaidie Samia. Samia, Samia huko uliko. Sikia kilio chetu. Sikia kilio chetu. Tukumbuke. Tukumbuke baba. Tukumbuke mama yetu. Tukumbuke mama yetu. Sisi ni wanyonge. Anajivunia hela alizokuwa nazo. Samia. Tukumbuke. Tukumbuke Samia. Tukumbuke. Tukumbuke. Kama mwanamke tunaponunua huu ukumbi, tunaponunua uwanja, tulikopesha nyumba yetu. Tuliweka leani nyumba yetu, tukaenda tukakopa mkopo benki kwa ajili ya kuendelea kununua uwanja mahali hapa. Tumekopa mkopo mara 3. Tulipokopa mkopo mara 3, tumenunua mara ya kwanza tukanunua uwanja. Mara ya pili tunajenga. Mara ya 3 tumekopa benki. Tunaendelea kukarabati mahali hapa. Sasa huyu Frank mgeni anasema ni wa kwake. Ukumbi ni wa kwake kivipi wakati wote hapa tulijenga wote? Tumenunua uwanja wote. Tumeenda kukarabati wote. Leo anasema ukumbi ni wa kwake. Anajitumia yasema hivi yeye kwa sababu ana hela hatumwezi. Hakika Mungu aliye mbinguni yeye ni Mungu anayejibu kwa maombi. Yeye ni Mungu anayejibu. Tuliwekeza hela na vitu vyetu. Tuliacha kujenga nyumba yetu. Tuliacha kufanya kazi zetu kwa ajili ya kujenga ukumbi huu. Leo hii yasema hivi ati ukumbi ni wa kwake. Tumekopa mkopo mahali hapa mara 3 mimi na mume wangu. Tumeweka nyumba yetu leani kwa ajili ya kununua uwanja mahali hapa. Mara ya pili tumeweka leani nyumba yetu. Mara ya pili tumeweka nyumba yetu leani. Tukakopa mkopo kwa ajili ya kwenda kukarabati mahali hapa. Tulipokopa mkopo mara ya pili, tukakuta bado hela hazitoshi. Tukaenda tena kukopa mkopo tena benki NMB mara mkopo wa 3 kwa ajili ya kuendelea kukarabati mahali hapa. Kwa hiyo tumekopa mkopo wetu, tumeweka leani nyumba yetu. Nyumba yetu ingekuwa imeuzwa, ingekuwaje? Nyumba yetu ingekuwa imeuzwa. Nyumba yetu ingekuwa imeuzwa hata leo hii. Lakini yeye anasema ukumbi ni wa kwake. Ukumbi wa kwake ni kivipi? Ukumbi wa kwake kivipi? Tunasema hivi tunataka haki yetu. Tunataka haki yetu. Mama Samia tunataka utusaidie kama wanawake. Wanawake tuliweka leani kazi zetu, tukaacha kufanya kazi zetu. Tukaacha majukumu yetu. Tunataka haki yetu. Tulienda kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alilia kwa machozi. Akimuonya akasema Franki, achia ukumbi watu waendelee kumwabudu Mungu. Alikataa akakaidi kauli ya mkuu wa wilaya. Alipokaidi kauli ya mkuu wa wilaya, wakamwambia kwamba aje afungue mahali hapa. Tulifanyia ibada pale nje. Watumishi wa Mungu walikuja wakafanya ibada pale. Amepewa nafasi kwamba afungue ukumbi lakini hakutaka. Amekaidi hadi serikali. Hapa tunasema amemkaidi Mama Samia. Anakukaidi wewe Mama Samia kwa sababu taarifa ilitoka kwa mkuu wa wilaya kwamba mahali hapa afungue lakini hakutaka kwa ajili ya kiburi chake. Sasa leo tunataka ukumbi wetu atufungulie. Sisi tuendelee kumwabudu Mungu mahali hapa. Asante. Kwa majina naitwa James Makisunga. Ni mwenyekiti wa Huduma Fellowship Tanzania. Nafikiri kutokana na swali lako ulioniuliza, kwanza niseme wazi kwamba tukio hili mimi kama mwenyekiti nilikuwa silijui, silifahamu, lakini nimepigiwa tu simu kwamba kuna mambo yanafanyika huku kwenye ukumbi. Na ukumbi najua kwamba kweli ulifungwa tangu tarehe 11 mwezi wa 4 mpaka sasa na mtu mmoja ambaye
ni miongoni mwa waumini wenzetu, achukua jukumu la kufunga na akitambulisha kwamba ni mali yake, lakini sio mali yake, isipokuwa ni mali ya huduma fellowship. Kwa tumeendelea na ufuatiliaji na jambo hili liko mikononi mwa vyombo vya dola, wanaendelea na uchunguzi ili kubaini kwamba shida iko wapi mpaka leo. Kwa jambo hili liko mikononi mwa vyombo vya dola na DC analifahamu na anaendelea kushughulikia. Kwa ufupi liko kwa sura hiyo. Mpaka sasa fellowship yenu ina jumla ya watu wangapi? Fellowship yetu ilikuwa na jumla ya watu zaidi ya jumla ya watu 100, lakini kulingana na jambo hili tangu limetokea, waumini wengi wamevunjika moyo kutokana na aliyefanya tukio hili. Alikuwa ni miongoni mwa watumishi wetu wakubwa na tulikuwa tunamtegemea. Kwa hiyo mpaka sasa waumini wengine hatujui wako wapi mpaka saa hizi, kwa sababu sio rahisi kuwamaki wote na kuwa na namba zao wote. Kwa mpaka sasa hivi wamebaki waumini wachache sana. Okay, pengine kilichofanywa na Wakristo kina tafsiri gani? Kwa tafsiri halisi inaonekana ndani ya mioyo yao kuna kitu wanadai. Kuna kitu wanadai, kwa sababu mara nyingi sisi kama viongozi na mwenzangu tunza hazina wamejaribu sana kutuhimiza, lakini tukawaambia kwamba hili jambo linashughulikiwa. Na niseme wazi kwamba linashughulikiwa kweli. Hata mkuu wa wilaya nalishughulikia, na wakati mwingi tunawasiliana hatua kwa hatua. Kwa tumejaribu kuwatuliza kwamba watulie, serikali iko kazini. Lakini inawezekana labda ni jaziba au wameona wao labda hatushughulikiwa, wameona wachukue wao maamuzi. Lakini sisi kama viongozi hatukuwatuma kwenye jambo hilo. Tulijaribu kuwasihi kwamba watulie kwa kadri ambavyo tulikuwa tunaambiwa na viongozi wetu wa kiserikali. Habari za kazi, katibu? Tunamshukuru Mungu. Hongereni kwa huduma. Asante. Labda pengine kuhusiana na hili unalifahamu? Ndio, nimepigiwa simu na mwenyekiti, nalifahamu kwa maana kwenye jengo langu, sifahamu kwa maana jengo letu. Okay, pengine ukweli ni upi kwenye hilo? Sasa siwezi kuongea kwenye simu kwa sababu hiyo issue ishatembea sana. Ndio. Na iko kwenye vyombo husika, kwa hiyo siwezi kulizungumzia. Kwa nafikiri siwezi kulizungumzia kwa sababu liko kwenye ofisi mbalimbali ambako lipo, kwa hiyo siwezi kuzungumzia chochote kwa sasa. Okay, asante. Ila kwa ufupi ni eneo langu, wavamizi nimepiga simu wamevamia, kwa hiyo nafikiri taratibu zingine zitachukuliwa kulingana na utaratibu uliotumika. Nakushukuru sana. Asante Bwana Emmanuel, Mungu akubariki. Asante sana. Kwa majina naitwa Joseph Hakimu Ndambo, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mwanyange, kata Igawilo. Ni kweli huduma hii ilianzishwa na watu wachache, niliokuwa na watambua watu kama 4 ndio waliokuwa wanahusika na hii huduma. Lakini wametoka nayo mbali kidogo hii huduma, hawakuanzia hapa. Walianzia maeneo mengine, lakini baadaye walikuja walinunua hapa na wakaanza ujenzi na hatimaye wakakamilisha ukumbi. Lakini imekuja sintofahamu hapa baadaye, nilipokea taarifa kwamba huduma hii imestopishwa na kuna maaskari wanalinda hapa, kwa maana kwamba asisogee mtu wa aina yoyote. Nilipojaribu kulifuatilia hilo nilipata majibu, na aliyekuwa ameleta wale maaskari wa kulinda hapa alikuwa ni mtumishi Franki Mgeni, ambaye pia namfahamu, ni mkazi wa mtaa huu, lakini pia ni mmoja kati ya wanahuduma wa hii fellowship ambao wanatumia jina la The Hall of God. Baada ya kustopisha, wale wenzie waliamua kuchukua hatua kwenye baadhi ya viongozi wao wakubwa wa kikanisa, na baadaye walifika kwa mkuu wa wilaya, ambako hata mimi nilifika huko pia. Lakini jibu la mwisho la kwa mkuu wa wilaya aliwaambia waende mahakamani, ndiko kutajulikana kwamba hii huduma ni ya nani, ni nani mwanzilishi na inamilikiwa na nani. Sasa mimi niliamini wamekwenda mahakamani. Mpaka muda huu nashtuka tukio hili linaendelea la uvunjwaji, ni kwamba majibu ya mahakamani sikuyapata. Kifupi ipo hivyo.